Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante. It was me as a doctor and had to do with the Red Cross as a Red Cross worker there, which we support. And only the fake news could come up with that one. So bana, kuna wakati amini usiamini, kubali ama ukatae, lakini maneno ya wahenga yana umuhimu mkubwa sana ama yana tija kubwa sana katika kizazi cha sasa, yani karne hii ya 21. Na hapa namaanisha nini? Namaanisha kwamba kuna baadhi ya kauli za wahenga ambazo zimeshawahi kuzungumzwa ama zinatumika sana na jamii zetu za sasa, na zimekuwa zina maana kubwa sana, hasa ile kauli kuu moja tu ambayo inasema kwamba lisemwalo lipo, basi kama halipo huenda likawa lipo njiani na linakuja ama linafuata hivi karibuni. Na kauli hii inajidhihirisha fika kabisa ama wazi juu ya kile ambacho kinaendelea kwa rais wa Marekani bwana Donald John Trump. Wengi sana huaga hawamtamki majina yake yote matatu wakimkatisha. Kwa nini lisemwalo lipo na kama halipo basi linakuja? Ni watu wamekuwa wakizungumza sana kupitia kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii na vyanzo mbalimbali vya taarifa na wachambuzi mbalimbali wakisema kwamba Trump amedata ama Trump amepata ukichaa ama Trump amechanganyikiwa. Na hizi ni kauli ambazo zimekuwa zikizungumzwa sana kupitia vyanzo mbalimbali vya taarifa, wachambuzi mbalimbali wa masuala haya ya geopolitics ama mizozo ya kikanda, siasa za kijiografia. Wamekuwa wakisema wazi kwamba Trump hivi sasa amefikia hatua mbaya, Trump hivi sasa amechanganyikiwa, Trump hivi sasa amekuwa kichaa, anazungumza kile ambacho hakielewi ni nini ambacho anakizungumza, anazungumza wakati gani, lakini pia anazungumza na nani. Sasa huenda hizi kauli zote ambazo zimeshawahi kuzungumzwa sasa ndio zimetimia ama kukamilika. Kuna mwandishi mmoja alishawahi kuzungumza kupitia andiko lake akisema kwamba things fall apart, lakini mwingine alishawahi kuandika pia akasema kwamba past like a shadow. Maandiko haya yote ni maandiko ambayo yana dhima kubwa sana juu ya hiki ambacho nakwenda kukizungumza ama na kwenda kukujuza siku ya leo. Bila shaka kila mmoja wetu amekuwa akifuatilia kwa karibu sana mambo ambayo yamekuwa yakijiri, na haya si mengine bali ni kumhusu rais wa Marekani Donald Trump, hasa masaa 12, masaa 24, hata masaa 48. Siku ya jana, moja kati ya taarifa iliyozua gumzo kubwa sana, ile taarifa ambayo Trump aliambiwa kwamba sasa amelaanika, yani zile laana za watu, laana za dunia amezichoka, sasa anatafuta laana za mbinguni. Na hii ni baada ya kumkashifu ama kwa kile watu ambacho walieleza kama kumtusi kiongozi wa kiroho wa kanisa la Katoliki ulimwenguni, yani Papa Leo wa 14, ambapo alimwambia maneno machafu sana ambayo maneno yale pale hafai hata kumwambia mtu wa kawaida, yani si tu kiongozi wa kiroho bali hata yule mtu ambaye hana mamlaka yoyote katika eneo lake analoishi. Maneno yale ambayo Trump aliyazungumza hayafai kabisa mtu kuambiwa. Yeye alimwambia Papa Leo wa 14 akimkashifu sana. Sasa kwa bahati nzuri ama mbaya ni kwamba zibu likujualo halikuli likakwisha, na dawa ya moto siku zote ni moto na wala sio maji. Kiongozi mkuu huyu wa kiroho wa kanisa hilo tajwa hapo awali alikuwako ziarani barani Afrika, ambapo alikuwako akitembelea na kuatendi ziara yake ya kikazi katika maeneo ya barani ya Afrika, ikiwemo nchini Algeria alikwenda, lakini pia amewasili Kameruni kwa ajili ya ziara hiyo. Na akiwa ziarani, moja kati ya kauli yake kubwa kabisa ambayo alizungumza akihojiwa na waandishi mbalimbali wa habari kupitia ofisi ya Vatican nchini Italia, Papa Leo hakumkalia kimya Donald Trump kwa kile ambacho mwandishi wa habari alimuuliza kwamba ni vipi kauli za Rais Donald Trump wa Marekani, unazipokeaje? Na je, ni kweli kwamba wewe unamhofia kiongozi huyu wa Marekani juu ya kidai ya kwamba wewe unatetea maovu, wewe unaongea juu ya masuala ya uvamizi aliofanya kwa Irani na nyuklia? Hili ni sahihi. Papa Leo wa 14 hakutetereka wala hakuonyesha jambo lolote la hofu ama uoga. Alisimama mbele ya kamera, alimjibu mwandishi wa habari na akisema, nazungumza haya kwa niaba ya umma na Wakristo wote ulimwenguni, ya kwamba mimi sitokuja kukaa na wala haitokuja kutokea nikaja kumwogopa ama kumhofia rais wa Marekani Donald Trump kwa namna yoyote ile, akisema mimi nipo ulimwenguni kwa ajili ya kueneza neno la Mungu na si kwa ajili ya kueneza maneno ya watu. Kwa hivyo kwenye haki nitasema haki na kwenye maovu nitasema maovu. Sitotetereka na wala sitokwepesha. Nyeusi itabakia kwa nyeusi na nyeupe itabakia kwa nyeupe. Kamwe nitakemea maovu yote yanayofanywa ulimwenguni na viongozi mbalimbali.
si tu rais wa Marekani Donald Trump, bali hata wengine. Papa alimjibu kiroho namna hiyo rais wa Marekani Donald Trump. Sasa hakuishia hapo. Trump akaendelea kuchanganyikiwa zaidi na kuonyesha ukichaa zaidi. Mapema pia alituma picha huko kunako mitandao mbalimbali ya kijamii na rais Donald Trump kuendeleza maovu yake ama kuendeleza ukichaa zaidi na kuonyesha kwamba alikuwa anadhamiria kumtusi Papa Leo wa 14. Akatuma picha baadaye katika mtandao wake wa The Truth Social akionyesha Donald Trump amevaa joho akijiweka mfano na Yesu akiwa mawinguni, alafu akimwekea mkono kwenye paji la uso mtu ambaye alikuwa kana kwamba ni mgonjwa, yupo kitandani, kana kwamba anamponyesha. Picha ile tafsiri ya wazi ya kwamba ilikuwa ni kumkashifu Papa Leo wa 14, ya kwamba yeye kama ni papa, kiongozi mkuu wa kiroho wa ulimwengu, sasa Donald Trump ndiyo Yesu mwenyewe, yani ndiyo mponyaji mkuu. Kwa hiyo manake Papa Leo yuko chini ya Donald Trump. Ndicho ambacho alitafsiri bwana Donald Trump. Na watu wengi sana kupitia kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii walizungumza hilo juu ya kile ambacho rais wa Marekani Donald Trump amekifanya ama anaendeleza kukifanya katika kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii, mitandao ambayo amekuwa akiitumia kuweza kueneza iko ambacho anakitaka ama anakihitaji kwa wakati husika. Sasa kupitia hilo Donald Trump ameibua mtafaruku mkubwa sana, ama niseme taharuki kubwa sana, ama sintofahamu kubwa sana, akielezea kile ambacho alikizungumza jana na picha hiyo ambayo jana aliitua kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii kupitia mtandao wake rasmi wa kijamii wa The Truth Social, akisema kwamba picha ile ambayo alikuwa ameituma akiwa yeye kama Yesu na akimponyesha mgonjwa, yani ile picha yeye anasema hakuwa kama Yesu, bali alikuwa amemaanisha yeye kama ni daktari, yani anatibu watu. Hiyo ndio kazi yake ya kutibu watu. Yani hapa ndipo ambapo akadhihirisha kwa umma wote wa watu na kwa ulimwengu mzima ya kwamba sasa rais Donald Trump ameelekea hatua ya kuchanganyikiwa zaidi ama ya kupagawa zaidi, na hii yote katika vita vyake vinavyoendelea dhidi yake na Irani. Kuna kitu hapa kikubwa sana ambacho watu wengi sana hawakielewi ama wanakielewa bali wanapuuzia. Ni kwamba mzaa hutumbua usaha, na mdogo mdogo ndiye mwendo, bandu bandu humaliza gogo, chembe na chembe ndiyo mkate huwa. Hakuna masika yasiyokuwa na mbu na wala hakuna marefu yasiyokuwa na ncha. Haya yote ambayo yanadhaniwa kwamba huenda Trump akawa amechanganyikiwa kwa namna fulani, namna siku zinazozidi kwenda, yani mdogo mdogo ndipo ambapo yanazidi kwa makubwa zaidi na kujionyesha hadharani. Na hiyo ni kazi yake kutibu, na taaluma hiyo tabibu akiwa hana kabisa. Sasa hebu tumsikilize hapa kwa makini sana akizungumza hili mwenyewe kwa mdomo wake, isiyo mwenye kuzungumza sana. Rais Donald John Trump alisema, well, it wasn't a picture, it was me. I did post it and I thought it was me as a doctor and had to do with Red Cross. Ile ilikuwa ni picha ambayo ilikuwa na maana kubwa sana. Si kwamba nilikuwa najifanya mimi ni Yesu, bali watu waelewa vibaya. Ni kwamba ilitakiwa watu waelewe ya kwamba mimi ni kama dokta, na ilikuwa na maanisha kwamba siko mbali na msalaba mwekundu, shirika hili kubwa kabisa la kutoa huduma ya utabibu ulimwenguni, na mimi ni daktari. Ila mashirika ya habari feki kama kawaida yao, sijui hata walitoa wapi maana zao walizoziandika na kuziripoti kupitia mashirika yao ya habari, lakini ilipaswa kuwa mimi ni daktari ambaye kazi yangu kubwa ni kutibu watu, kuwafanya watu wajisikie vizuri, na anafanya hivyo pia. Nafikiri hata huyu hapa anaelewa hili. Nimekuwa nikitoa fedha nyingi sana kwa ajili ya kutibia watu ili wajisikie kupata uzima na afya zaidi. We support and only the fake news could come up with that one. So I just heard about it and I said, how did they come up with that? It's supposed to be me as a doctor making people better, and I do make people better. I make people a lot better. As an example, the 11,000, I understand your husband's going through treatment. Yes, sir. Yes, sir. He's going through some very serious cancer treatment, so yes, sir. This goes a long way. Yes, sir, it sure does. Yeah. Ni rais wa Marekani huyo bwana Donald John Trump ambaye ameendelea kutoa na kuibua sintofahamu mbalimbali kupitia kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii, watu wakisema kwamba anazidi kuchanganyikiwa ama anazidi kupata ukichaa zaidi kadri siku zinavyozidi kwenda na kadri muda unavyozidi kusonga, ndipo ambapo akili yake inarudi utotoni zaidi. Sasa kauli ambazo amezitoa za kumkashifu Papa Leo wa 14, licha ya kwamba Papa Leo yeye amemjibu uongozi zaidi, kiutu uzima zaidi, lakini yeye ameendelea kutamka hayo aliyosema, na kwaona watu wote hawana akili. Kama umekuwa kufuatilia vizuri sana kwamba siku ya jana pia rais wa Marekani Donald John Trump alizungumzia juu ya mlango wa bahari wa Hormuz, akisema kwamba
ana mpango wa kwenda kudhibiti, na tayari vikosi vyake kupitia jeshi la Marekani viko njiani kwenda kudhibiti mlango wa bahari wa Hormuz, ambapo pia alisema atachukua hatua stahiki za kusambaratisha vikosi vyote vya walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu yani IRGC katika mlango wa bahari wa Hormuz. Akisema pia mara baada ya kufanya hivyo, basi atashusha bei za mafuta na gesi katika ulimwengu mzima, baada ya yeye tu kudhibiti na kushikilia mlango wa bahari wa Hormuz akiita blockade. Lakini kabla ya hilo, vikosi vyake vilikuwa njiani kuelekea katika mlango wa bahari wa Hormuz. Iran imeshasema kwamba vikosi vyake vipo imara zaidi na kudhibiti chochote kitakachojitokeza katika mlango wa bahari wa Hormuz. Mapema siku ya leo tulikuletea taarifa inayoelezea meli ya kivita ya Marekani aina ya USS George Herbert Walker Bush ambayo ilizunguka bahari ya Mediterania ikapita mpaka Afrika, yani South Africa, katika Cape ya Good Hope pale rasi ya Tumaini Jema, ikazunguka na kuingia kwenye bahari ya Arabia baada ya kupitia shortcut kutokea Mediterania, ikapitia kwenye Red Sea ama bahari ya Sham na kuelekea kwenye bahari ya Arabia ama mlango wa bahari wa Hormuz. Badala yake ilizunguka bahari ya Mediterania ikaingia mpaka Afrika ili kuweza kuifikia Arabia bila kupitia njia ya Hormuz ama njia ya mfereji wa Suez ambao ndio njia rahisi zaidi. Hii ni kwa sababu ya kwamba mlango wa bahari wa Hormuz umedhibitiwa kikamilifu, yani hakuna kinachoingia bila idhini, bila kupiga jicho na Irani. Na Iran washasema kwamba Marekani akiingia mlango wa bahari wa Hormuz na vikosi vyake itapigwa vikali sana. Sasa kufuatia hilo, Marekani ikasema kwamba imetumia njia hiyo ya kuzunguka ili kukwepa mashambulizi na fujo ambazo zinaendelezwa na makundi ya Kiislamu ya Wahaudhi wa Yemen, wakati iko wazi kabisa kwamba pale kuna ulinzi mkali wa IRGC, lakini yeye ametumia kudanganya umma wakisema kwamba wamezunguka ili kukwepa wa Yemen, jambo ambalo si kweli. Sasa wakati hayo yote yakijiri, serikali ya Uingereza yenyewe imeendelea kusimama kidete kupinga ulaghai wa kile amesema wa rais wa Marekani Donald Trump, ambapo waziri mkuu wa Uingereza bwana Keir Starmer yeye amesema kwamba Uingereza bila kujali Marekani atapiga kelele namna gani ama atasukuma pressure ya namna gani, hadi Uingereza haitokuja na haitowahi kuingia vitani kwa kushirikiana na Marekani na haitokuja kushiriki hata chembe juu ya swala la mlango wa bahari wa Hormuz. Ni balaa sana. Hii ni kauli ya kibabe zaidi, ni kauli tata zaidi ya kiongozi wa serikali ya Uingereza, waziri mkuu wa Uingereza bwana Keir Starmer, ambaye kauli yake hii inakuja pia kufuatia siku moja imepita nyuma kauli ya waziri mkuu wa Uhispania aliyesema kwamba Marekani haiko mwenyewe, kama akiweka vikwazo watageukia upande mwingine, na tayari wameshakwenda China kwa ajili ya ushirikiano mahususi wa kibiashara baina ya China na Uhispania. Lakini pia juzi tu kiongozi wa taifa la Canada, waziri mkuu wa Canada bwana Mark Carney alisimama mbele ya umati wa watu akaeleza wazi wazi juu ya dhamira yao ya wazi ya taifa la Canada kumpinga vikali Marekani, akisema kwamba Canada, serikali ya Canada na watu wake wote wamechoka utumwa, wamechoka kuwa vibaraka, na sasa ni wakati wa kujikomboa watu wote wa taifa hilo kusimama pamoja kama taifa na kujisimamia kimisingi ya kiutawala wake binafsi, na si tena uingiliwaji kati wa taifa la Marekani kijeshi, akisema zama zimepinduka. Sasa ni wakati wa taifa la Canada kuweza kuimarika zaidi, akisema Marekani sasa imetosha. Lakini pia ni kupatia habari mpya ama habari njema ni kwamba si tu Uingereza, si tu Uhispania, si tu Poland wala si tu Switzerland, bali pia mataifa lukuki ulimwenguni tayari yameshaweka macho na yanasema kwamba Marekani sasa pia imetosha. Hawahitaji tena Marekani kuwaingilia kwa namna yoyote ile katika mataifa hayo. Sasa siku ya leo, jambo ambalo pia utacheka sana ni kwamba si tu washirika wale wa magharibi wala washirika wale wa mataifa mengine ulimwenguni, bali pia hata wale washirika wake ambao walikuwa akiwasifia sana, washirika wake wale wa Mashariki ya Kati, na maanisha Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, Bahrain, lakini pia na UAE, ambapo siku ya leo Saudi Arabia kupitia bwana mfalme wake ambaye pia ni waziri wa mambo ya kigeni wa Saudi Arabia amemtaka rais wa Marekani bwana Donald John Trump yani kuacha kabisa na kujiingiza katika kuweka vizuizi katika eneo la mlango wa bahari wa Hormuz, kwa sababu kwa kufanya hivyo itapelekea Wahaudhi wa Yemen nao pia kufunga mlango wa bahari ambao unamiliki na kuendesha mlango wa bahari wa Bab al-Mandab, akisema kwamba njia hiyo mlango wa bahari wa Bab al-Mandab ndiyo sehemu muhimu na sehemu ya pekee
wanaoitegemea watu ukanda ule wa Ghuba ya Persia, mataifa hayo ya Kiarabu, katika kusafirisha na kuendesha biashara zao za mafuta kupitia mlango huo wa bahari wa Bab al-Mandab, ambapo pia kama umekuwa kufuatilia kwa karibu sana, siku ya jana pia tulitoa taarifa ambapo msemaji wa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu kupitia makao makuu ya hatima ya mitume wa mwisho, yani al-Hatam al-Anbiya, Bwana Ibrahim Zulfahari alisema kwamba Marekani ikiendelea kuthubutu kufanya hicho ambacho inataka kufanya, basi Irani shirika wake wote watafunga kikamilifu mlango wa bahari wa Bab al-Mandab, akisema ndio ambao wataanza nao. Sasa siku ya leo Saudi Arabia inamtaka Marekani kuacha kabisa kile amesema zahama dhidi ya Irani, dhidi ya watu upande huo na washirika wote wa Irani, akisema hiyo ni sehemu ambayo inaguswa, ni hatari sana kwa afya ya watu wote wa Saudi Arabia. Sasa kufuatia hilo, Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza rasmi kufanya mazungumzo mengine mjini Islamabad, Pakistan, mara baada ya mazungumzo ya awali kushindwa na kufeli, ambapo mazungumzo hayo kwa mujibu wa taarifa kutokea Washington DC, yani ikulu ya White House pale nchini Marekani, inaeleza kwamba yatafanyika siku ya Alhamisi, yani kesho kutwa, ambapo hapa ndipo ambapo kila mtu sasa ameona kwamba akili ya Trump ni akili ambayo imevurugwa sana ama imechanganyikiwa sana. Siku mbili zimepita nyuma, Rais Trump alizungumzia juu ya mazungumzo hayo kufeli na akisema kwamba wa Irani ndio ambao watahitaji tena mazungumzo wao wenyewe, wakampigia goti Trump na wakimwomba mazungumzo mengine, lakini sasa hivi Trump mwenyewe ndio ambaye amehitisha mazungumzo haya ya siku Alhamisi. Hatari sana, bango ni kubwa sana Mashariki ya Kati, vita vya Iran na Marekani, watu wakishuhudia mengi sana, watu wakisema kwamba bado wataona mengi sana kwa Rais wa Marekani Donald Trump, lakini pia na ukanda mzima wa Mashariki ya Kati, vita vinavyoendelea kati ya Iran na Marekani, vita ambavyo vilianzishwa mapema Februari 28 mwaka 2026. Yapi maoni yako juu ya hiki? Yapi maoni yako juu ya kauli mbalimbali za Trump, lakini pia na vitendo vyake katika vita hivi dhidi yake na Irani? Lakini pia wewe unatazama vipi mwenendo mzima wa vita hivi hadi kufikia siku ya leo ambapo Trump anaelezewa kufikia hatua mbaya zaidi na hatua kubwa katika kuchanganyikiwa? Ni mneto chifu mkuu wa Itifaki na hii ni Yuhoma TV. Hadi wakati mwingine, bye bye kwa hivi sasa. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.